Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu amejalia mchana wa leo kwa sawa kukagua maandalizi na utayari wa soko la majengo kwa ajili ya maboresho makubwa kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imekuja kuyafanya. Nimefarijika sana uongozi wa kata pamoja na mheshimiwa diwani wa kata ya Majengo Mwanangu Shifaa, lakini uongozi wa soko la majengo pamoja na koti ya Tazama na mtendaji wa kata na mzie kwa kazi kubwa nzuri waliyofanya ya kuwaratibu wafanyabiashara na wao wenyewe kuridhia kupisha eneo la mradi kwa ajili ya kazi ya ukarabati na maboresho. Nimeona pia safu ya mkandarasi pamoja na mkurugenzi kwamba tayari wako site tayari kuanza kufanya kazi. Kama sasa maelekezo ya serikali kwa maandalizi yote ya msingi yamekamilika na wafanyabiashara wameshapisha. Wafanyabiashara wenye uungwana wa namna hii, wenye utayari wa namna hii, sisi tusiwe kikwazo cha kuendelea kuchelewa kufanya ukarabati. Tumeelekeza ukarabati uanze mara moja, wafanye kazi ikiwezekana usiku na mchana, walinde kazi inayofanyika pasiwe na upozi na wizi, lakini muhimu zaidi tuendelee kupokea changamoto za wakati wa ukarabati na kufanyia kazi mara moja. Tunafahamu ukarabati kufanyika sehemu yote, hata kwenye nyumba yako tu lazima kuna kadhia hizi tutakisogeza hapa, hizi kitavunjika na kadhalika, lakini ni jambo la maendeleo ya gharama yake hiyo ya kupisha ukarabati. Sisi kwenye serikali kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan tutaendelea kuwa karibu na mradi. Nimewahakikishia nitapita mara kwa mara kuona maendeleo yanayofanyika kwa kazi, na kuona kazi kufanyika kwa haraka lakini kwa ubora na kuwe na thamani ya fedha. Kile mkandarasi ikiweza akamilishe kazi hii mapema zaidi kuliko muda ule mkataba, kwa sababu wafanyabiashara hao wanaingia kadhia, wameacha maeneo yao kwenye barabara. Tukawa na wapongeza wao wafanyabiashara na kupongeza Mheshimiwa Mbunge kwa kuwajengea angalau paa la muda wakati wakifanya biashara zao. Kwa hiyo kwa ujumla nimeridhika sana na utayari wa soko la majengo kufanyia ukarabati na kazi iliyofanywa pia na uongozi wa soko pamoja na uongozi wa kata kwa kufanya biashara mpaka na kupisha ukarabati uweze kufanyika, na Mwenyezi Mungu atusaidie asiwe na ajali, watu wasiumie na kadhalika, ili kusudi kazi hiyo ikamilike. Lakini la mwisho pia tumesisitizana ya kwamba wale ambao kuwapatia maeneo kwa ajili ya kujishikiza kwa muda kupisha ukarabati, ibaki kwamba ni tunaweka hapo kwa muda, na ni vema wasiweke majengo ya kudumu. Baadhi ya maeneo ni kwenye paving za sehemu za kutembea kwa miguu, kama waruhusu wameweka mabusha ya nyama. Baadhi ya maeneo tunapisha kama zetu wa mboga, matunda na kadhalika, wameweka miundombinu mingine ya mbao, mingine ya aluminium. Wote kwa wote tunasisitiza ya kwamba ni vema wakaweka miundombinu ya muda mfupi na sio ya gharama kubwa, kwa sababu karabati kufanyika haraka na baada ya hapo watapishwa. Kwa jina naitwa Godson Ugazama, ni mwenyekiti umoja wa wafanyabiashara soko kuu Majengo. Tuko kwenye harakati za soko la majengo kufanyiwa ukarabati mkubwa. Nasi kama biashara ilipokea kwa mtazamo chanya, kwa sababu soko la majengo tangu lifunguliwe rasmi mwaka 1996 lilikuwa na miundombinu iliyokwisha kuchakaa. Kwa hiyo tulipokea. Baada ya kupokea tuliuliza, ukarabati huu utakuwa ni shirikishi, ni rafiki? Mheshimiwa mkuu wa mkoa alituambia ukarabati shirikishi na rafiki, na itaundwa timu ya pamoja kati ya wataalamu wa jiji na wafanyabiashara. Ndicho kilichotokea, na mpaka leo tumepisha mradi wa ukarabati salama salimini kutumia nguvu ya dola. Si wenyewe tumejihamidi. Baba, ni muda gani itachukua? Kwa mujibu wa jibu la swali lako la msingi, kwamba tulichokifanya ili kufanya zoezi hili liendeshwe kwa utaratibu usio na vurugu, tuliwatambua wale tuliowakuta, tukawapimia, tukajichanganya pamoja nao ili waweze kupata riziki yao pamoja na sisi wafanyabiashara tunaoathiriwa na ukarabati. Lakini kujichanganya huku hakumaanishi kwamba na wao watapata nafasi wakati wa kurudi. Wao tumeandaa utaratibu maalum tutakao wasainisha, wakikiri kwamba ni kweli wamenufaika, tutakao wasainisha
wakikiri kwamba ni kweli wamenufaika kupata nafasi za kufanyia biashara katikati ya barabara pamoja na wafanyabiashara waliotoka ndani, lakini wanakiri wao wenyewe kwa akili zao, wakiwa na akili zao, wakiwa na akili baada ya ukarabati waonyeshe ushirikiano kwa kamati kwamba kwanza wataondoa vyao barabarani ili waruhusu matumizi ya barabara yaendelea kama yalivyokusudiwa, lakini pili watasaini kubaliano